Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Brenda Rupia, kupitia taarifa aliyoichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, ameeleza kuwa chama hicho kimepokea kwa masikitiko makubwa na hofu kubwa taarifa iliyotolewa na shirika la kimataifa la World Liberty Congress linalotetea demokrasia, haki za binadamu, utawala wa sheria na uhuru wa kisiasa duniani kuhusu usalama wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Antipas Lissu, ambaye anaendelea kuzuiliwa gerezani Ugonga. Taarifa hiyo iliyotolewa rasmi tarehe 27 mwezi Julai mwaka wa 2026 na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Brenda Rupia, inaeleza kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimepata wasiwasi mkubwa kuhusu usalama na hali ya jumla ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu akiwa chini ya uangalizi wa vyombo vya dola. Katika maelezo haya, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amebainisha kuwa mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema, Tundu Antipas Lissu, amefikisha zaidi ya siku 472 kizuizini. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia vilevile amefafanua kuwa hatua hiyo inakwenda sambamba na historia ya mateso ya kisiasa, ikiwemo kunusurika katika jaribio la mauaji, kukamatwa mara kwa mara, pamoja na kukabiliwa na mashtaka yanayoonekana kuwa na msukumo wa kisiasa kutokana na msimamo wake dhabiti wa kutetea demokrasia, haki za binadamu, mabadiliko ya ratiba na katiba na utawala wa sheria nchini Tanzania. Brenda Rupia amesisitiza kuwa jeshi la magereza nchini Tanzania lina wajibu wa kikatiba na kisheria wa kulinda usalama wa kila raia wa Tanzania, na kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akitakubaliana na madhara yoyote au tishio lolote dhidi ya usalama wa mwenyekiti wao wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu akiwa kizuizini. Kutokana na hali hiyo, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ameeleza kuwa chama cha Chadema kinamtaka mkuu wa gereza la Ugonga jijini Dar es Salaam kuchukua hatua za haraka na madhubuti kuhakikisha usalama wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, na kutoa taarifa rasmi kuhusu hali yake ya afya na usalama, pamoja na kuhakikisha kuwa haki zake zote za kikatiba na za kibinadamu zinaheshimiwa kikamilifu bila kukwaza sheria. Mkurugenzi huyo wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ametoa na amerudia wito wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wa kumtaka mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu aachiliwe huru mara moja bila masharti yote, kwani ana hatia na wala si mhaini. Brenda Rupia ametoa wito kwa Jumuiya ya Madola, taasisi za kidemokrasia na mashirika ya kutetea haki za binadamu duniani kote kuendelea kufuatilia kwa karibu hali ya mwenyekiti wao Tundu Lissu kwa kutumia njia zote za kidiplomasia na kisheria zilizopo kudai kuheshimiwa kwa haki zake. Tukio hili linadhihirisha mwendelezo wa mivutano ya kisiasa na kisheria kati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vyombo vya usimamizi wa sheria na magereza nchini Tanzania. Uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kizuizini kwa zaidi ya siku 472 umezua mijadala mbalimbali kutoka kwa wadau wa kisiasa na wananchi wa kawaida, ambapo pande tofauti zimekuwa zikitoa maombi na mitazamo tofauti kuhusu mwenendo wa kesi yake na taratibu za kisheria zinazofuatwa na mahakama na vyombo vya dola. Taarifa hiyo iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Brenda Rupia imezua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na wadau wa mitandao ya kijamii, ambapo wanadai kuwa wameeleza kuwa vyombo vya mahakama na vyombo vya sheria vinapaswa kuachiwa vifanye kazi zake bila kuingiliwa na propaganda za kisiasa wala
pressure kutoka kwa mashirika ya kimataifa. Wananchi hao wamebainisha kuwa mfumo wa utawala wa sheria unataka kila mtuhumiwa kujibu tuhuma zilizomkabili mahakamani kulingana na misingi ya katiba na sheria za nchi badala ya kutumia shinikizo la kisiasa mtandaoni. Wadau hawa wameeleza kuwa matamko yanayotolewa mara kwa mara na vyama vya siasa pamoja na mashirika ya kimataifa yakitaka mtuhumiwa kuachiliwa huru bila kufuata utaratibu wa mahakama yanapingana na misingi ya uhuru wa vyombo vya haki ambavyo vina jukumu la kisheria la kuamua na kusimamia mashtaka dhidi ya raia yeyote bila kujali nafasi yake ya kisiasa nchini. Wananchi hao vilevile wamefafanua kuwa mahakama pekee ndiyo yenye mamlaka ya kisheria na kuamua hatima ya kesi zote zenye mwelekeo wa kisheria na kwamba utawala wa sheria lazima uheshimiwe na kila upande. Kwa upande mwingine, wananchi na wafuasi wanaounga mkono msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wameeleza kuwa kuendelea kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu kizuizini kunaadharisha afya na usalama wake na kwamba jitihada za kidiplomasia na shinikizo la kimataifa ni muhimu katika kulinda haki za kibinadamu na misingi ya demokrasia nchini Tanzania. Wananchi hao wamebainisha kuwa mchango wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu katika kutetea katiba mpya na mabadiliko ya mfumo wa kisiasa ni jambo linalopaswa kupewa kipaumbele ili kuhakikisha haki na usawa vinatawala gerezani na katika vyombo vyote vya utoaji haki. Jeshi la magereza nchini Tanzania na uongozi wa gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam unakabiliwa na jukumu la kikatiba la kuhakikisha ulinzi na usalama wa mahabusu na wafungwa wote waliopo chini ya ulinzi wao bila kujali stahiki au nafasi zao za kisiasa na kijamii. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Brenda Rupia imeweka wazi kuwa ufuatiliaji wa mashirika ya kimataifa kama World Liberty Congress unaongeza uwajibikaji wa kitaifa na kimataifa katika masuala yanayohusu haki za binadamu na usalama wa viongozi wa kisiasa walio kizuizini. Mjadala huu unaendelea katika mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali nchini Tanzania, huku pande zote zikibaki katika misingi ya kisheria na kisiasa kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Brenda Rupia tarehe 27 mwezi Julai mwaka 2026.